Uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 katika shule za sekondari, vyuo vya elimu ya ufundi vya serikali mwaka 2024 umekamilika. Uchaguzi huo umefanyika kwa kuzingatia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023 na mtaala ulioboreshwa. Wanafunzi waliochaguliwa ni kutoka shule za serikali, shule zisizo za serikali na watahiniwa wa kujitegemea waliofanya mitihani chini ya taasisi ya elimu ya watu wazima. Jumla ya watahiniwa walioandikishwa kufanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka 2024 walikuwa ni 529,329, wakiwemo wasichana 278,771 sawasawa na asilimia 52.66, na wavulana ni 250,558 sawasawa na asilimia 47.34. Kati yao watahiniwa wa shule waliosajiliwa walikuwa ni 557,796, wakiwemo wasichana 296,051. Hii ni sawasawa na asilimia 53.08, na wavulana ni 261,745. Hii ni sawasawa na asilimia 46.92. Watahiniwa wa kujitegemea walikuwa ni 28,467. Kati yao wasichana ni 17,280 sawa na asilimia 60.70, na wavulana walikuwa ni 11,187 sawa na asilimia 39.30. Aidha, katika ubora wa ufaulu kwa kuangalia madaraja unaonyesha kuwa watahiniwa 223,372 sawa na asilimia 41.23 walipata ufaulu wa daraja la kwanza hadi la 3. Hii inaonyesha kuwa ufaulu wa watahiniwa kwa mwaka 2024 umeongezeka kwa asilimia 5.36 ukilinganishwa na ufaulu wa daraja la kwanza mpaka daraja la 3 wa watahiniwa 118,394 kwa mwaka 2023, hii ikiwa ni sawa na asilimia 35.87. Jumla ya wanafunzi 214,141 wakiwemo wasichana 97,517 na wavulana 116,624 walibainika kuwa na sifa za kuchaguliwa kujiunga na kidato cha 5 pamoja na vyuo vya elimu ya ufundi, ikijumuisha wanafunzi 1,028 wenye mahitaji maalum kama ifuatavyo. Wanafunzi 149,818 sawa na asilimia 69.96, wakiwemo wasichana 76,491 na wavulana 73,327 wenye sifa wamechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 katika shule 694. Shule hizi ni shule za sekondari za serikali kama ifuatavyo: 1. Wanafunzi 1,728 wakiwemo wasichana 801 na wavulana 927 wamepangwa katika shule za sekondari 8 zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi. 2. Wanafunzi 141,146 wakiwemo wasichana 72,337 na wavulana 68,809 walipangwa katika shule za bweni. Na 3. Wanafunzi 6,944 wakiwemo wasichana 3,353 na wavulana 3,591. Nitarejea.
wanafunzi 6944 wakiwemo wasichana 3353 na wavulana 3591 wamepangwa katika shule za kutwa. Wanafunzi 2875 wakiwemo wasichana 1057 na wavulana 1818 wamechaguliwa kujiunga na fani mbalimbali katika vyuo vinne vya elimu ya ufundi. Vyuo hivyo ni Chuo cha Ufundi cha Arusha, yani Arusha ATC, Taasisi ya Teknolojia ya Dar es Salaam DIT, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia ya Mbeya MAST, na Chuo cha Maendeleo ya Jamii WMDI. Wanafunzi 2214 wakiwemo wasichana 1099 na wavulana 1115 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya afya ngazi ya stashahada, na wanafunzi 1609 wakiwemo wasichana 443 na wavulana 1166 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya ualimu kozi za stashahada, na wanafunzi 57625 wakiwemo wasichana 18427 na wavulana 39198 wamechaguliwa kujiunga na vyuo vya kada mbalimbali nchini. Muhula wa kwanza kwa wanafunzi wa kidato cha 5 utaanza tarehe 8 mwezi Julai 2025. Hivyo wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2025 wanapaswa kuanza kuripoti shuleni kuanzia tarehe 6 mwezi Julai 2025. Siku ya mwisho ya kuripoti itakuwa ni tarehe 21 mwezi Julai 2025. Kwa wanafunzi waliopangwa kwenye vyuo vya elimu ya ufundi watapokea maelekezo ya namna ya kujiunga kutoka katika vyuo walivyopangiwa. Ndugu wanahabari, uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo umefanyika kwa kuzingatia ufaulu na nafasi zilizopo. Hivyo hakutakuwa na nafasi ya kufanya mabadiliko yoyote yale kutokana na ukosefu wa nafasi. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza kwa dhati ya moyo wangu walimu wote nchini kwa kufanya kazi usiku na mchana kuwasaidia vijana wetu. Niwapongeze pia wazazi na walezi kwa wito wao kwa vijana wetu kote nchini. Wote kwa juhudi zilizofanywa na wazazi na walezi katika malezi na ufundishaji, hali hii imewezesha wanafunzi kufaulu vizuri. Naomba wazazi na walezi wote nchini tuendelee na moyo wa kuwasimamia na kufuatilia maendeleo ya watoto wetu. Aidha, nawapongeza wanafunzi wote nchini waliochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo vya elimu ya ufundi. Napenda kuchukua fursa hii pia kuwahimiza kuendelea kufanya bidii katika kujifunza ili waweze kufanikiwa kujiunga na mafunzo ya elimu ya juu baada ya kuhitimu kidato cha 6 na vyuo vya elimu ya ufundi. Ninawashukuru viongozi na watendaji wa mikoa na mamlaka zote za serikali za mitaa, wadau wote wa elimu, pamoja na wananchi wote kwa ujuhudi na kwa ujumla wao kwa kushiriki kikamilifu kuimarisha miundombinu ya shule zetu, ikiwemo ujenzi wa madarasa, mabweni na majengo mbalimbali yaliyowezesha shule zetu kupokea wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha 5. Nitumie pia fursa hii kutoa wito kwa wakuu wa mikoa nchini, wakuu wa wilaya na wakurugenzi katika mamlaka zote za serikali za mitaa kuhakikisha kuwa azma ya serikali
ya kuwa na shule ya sekondari za kidato cha 5 na kidato cha 6 katika kila tarafa inatekelezwa mara moja, ili kuwezesha wanafunzi wote wanaofaulu mitihani ya kidato cha 4 kupata nafasi ya kuendelea na masomo ya kidato cha 5 na 6. Upanuzi na ujenzi wa shule mpya za kidato cha 5 na 6 uendelee kufanyika, ikiwa ni pamoja na kuongeza tahasusi za masomo ya sayansi. Mikoa ihakikishe kuwa inakuwa na tahasusi zote za msingi katika shule zake, ili kuwapunguzia wazazi au walezi na wanafunzi gharama za usafiri kwenda shule za mbali. Orodha ya wanafunzi waliochaguliwa na fomu za kujiunga na kidato cha 5 vyuo vya elimu ya ufundi kwa mwaka 2025 inapatikana katika tovuti ya ofisi ya Rais TAMISEMI, yani www.tamisemi.go.tz, na Baraza la Taifa la Elimu ya Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani www.nactvet.go.tz. Pamoja na maelezo haya, kwa mwanafunzi au mzazi na mlezi atakayekuwa na swala lolote lenye kuhitaji maelezo au maelekezo au ufafanuzi wa ziada, aende katika ofisi za elimu zilizopo katika mikoa yetu kote nchini, au afike kwenye halmashauri zetu kote nchini, au apige simu kwenye namba ya kituo cha huduma kwa wateja ofisi ya Rais TAMISEMI kwa namba za simu 026 160 210 au 0735 160 210 kwa msaada zaidi.